Mafanikio makubwa yanayoendelea kupatikana katika sekta ya afya yanatokana na udhibiti bora wa magonjwa ya kuambukiza, upanuzi wa programu za chanjo na maboresho makubwa katika huduma za mama na mtoto. Hayo yameelezwa na makamu wa pili wa rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah, kwa niaba ya rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, katika ufunguzi wa mkutano wa Spark NCD na ushirikishaji taarifa za utafiti za huduma jumuishi za ukimwi na magonjwa yasiyoambukiza kwa nchi za Afrika katika ukumbi wa hotel ya Golden Tulip, uwanja wa ndege Zanzibar. The Spark NCD program, led by the Africa Center for Disease Control and Prevention, boiled a direct on this evidence. It is designed to strengthen surveillance system for NCDs, injuries, and mental health, build a skilled public health workforce, embed NCD surveillance within existing system, particularly field epidemiology, trainings program, and support countries in institutionalizing integrated care at scale. Importantly, Spark NCDs align with the vision of Africa Head of State under the African Union Common Position on multi-sectoral engagement, coordination, and action for NCDs, injuries, and mental health. This landmark commitment recognizes that NCD are not only health issues, but also economic, social, and development priorities. Through Spark NCDs, we are operationalizing this vision, moving toward whole of government and the whole of society approach similar to those that transformation African HIV response. Naye Dr. Saada Mkuya Salum, waziri wa nchi ofisi ya Rais Ikulu, ambaye pia ni kaimu waziri wa afya Zanzibar, amesema Zanzibar imepiga hatua kubwa kiafya kupitia ushirikiano wa sekta ya umma na sekta binafsi. Zanzibar, as part of the United Republic of Tanzania, has made a significant stride in health. Through public-private partnership, we have strengthened our hospitals, trained our workforce, and integrated NCD and HIV screening into our primary health care. Yet we know that challenges remain massive. NCD accounts over 30% of deaths in our region. This disproportionately affects our youth and workforce. Your Excellency, the Spark program strengthening prevention and actions against risk factors for NCDs arrives at the perfect moment in our regions. With its focus on community awareness, policy integration, and scalable intervention, Spark will ignite changes across the continent, starting right here in Zanzibar. Kwa upande wake, naibu mkurugenzi wa vituo vya kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika, Dr. Mohamed Abdulaziz, amesema mkusanyiko huo uliowakutanisha viongozi, watunga sera na wataalamu mbalimbali kwa lengo la kujadili namna ya kujikinga na kupata suluhisho la muda mrefu. NCDs are affecting people in the prime of their lives. They are increasingly becoming disabled, driving household impoverishment, reducing productivity, and placing sustained pressure on health systems that were not originally designed to manage lifelong chronic conditions at scale. In too many settings, a person may live for years with high blood pressure or diabetes without ever being diagnosed, maybe when complications set in. Others are diagnosed but never retained in care. Again, complication will set in. Many are only identified when they have stroke, heart failure, and other complications. This is not just a clinical failure, it is a system challenge. And if we are to Angel Paul, ASAM Online TV.